sasa hivi tumeboresha huduma zetu za NMB Mobile. Ukiangalia kwa sasa hivi kwenye simu yako ya mkononi uliokuwa nayo una uwezo wa kupata mpaka milioni 2. Zamani tulikuwa tunapata hela ambayo ni kidogo. Kwa sasa hivi tumepeleka mpaka milioni 2, kwa kwamba unaweza kulipa marejesho matatu wewe mwenyewe. Kwa mkiona hivi si kwamba simu yako inaharibika, hapana. Ukiona hivi jua kwamba ni mfumo wetu mpya ambao tumeupgrade kwenye NMB Mobile, na sasa hivi kwamba hii itakuwa na kuonyesha mpaka matumizi yako mwenyewe kwamba unatumiaje hela kwa siku. Kuna baa ambazo zitakuwa zinakuonyesha kwa wale wenzako ambao walisoma hesabu, lakini hata kama hujasoma hesabu itakuwa inakuelekeza ni kitu gani ambacho grafu yako ipoje ya matumizi. Kwa hiyo ndugu zangu, ukiiona hii basi ujue kwamba tumewaletea nini ili kwamba tuweze kuitumia. Kwenye upande wa mshiko faster, kwenye upande wa NMB Mobile tukumbuke kuna vitu viwili. Kama ta NMB Mobile mtamwomba kwamba akutembelee, au kama kuna mtu yote ambaye ana swala la kadi ambao kwamba kidogo haifanye kazi, nimuombe sana kwamba aweze kutembelea tuweze kumsaidia. Lakini la pili, kuna mikopo yetu ya wafanyakazi ambao tunaitoa. Ndugu zangu, ni sisi tunatoa zaidi ya mikopo. Si mikopo hii ambayo mnaiona sasa hivi kwamba tumeenda kwamba mpaka tunajengea nyumba za kukaa. Kuna swala la kwanza kabisa kwamba kuna nyumba ambazo tunaziita ni nyumba unanunua, purchasing of house. Nyumba mpya unataka kununua, utachangia kidogo, utatuletea documents, tutakupa hiyo nyumba, utalipa ndani ya miaka 14 mpaka miaka 15 kwa riba ambao ni asilimia ndogo kabisa, 14. Lakini kuna wale wenzangu ambao wanataka kujenga nyumba ya ramani yake kuanzia chini. Basi ukipata hiyo, ukipata eneo zuri, si lazima liwepo Kishapu. Ni kwamba uende kani Mwanza, uende kaa Dodoma, uende kaa sehemu nyingine, tunakuombeni sana kwamba mje kwetu ili tuweze kuona namna gani ya kuanza kujenga nyumba. Tunaanza chini, tunapandisha nyumba mpaka juu, tunaezeka, mwisho wa siku kwamba tunakukabidhi nini? Tunakukabidhi funguo. Lakini pia kuna swala la wale watu ambao walijenga nyumba zamani, sasa hivi wanahitaji tu kwamba wafanye innovation. Ndugu zanguni, hiyo isikupe shida. As long kwamba unapata mshahara, wewe ukishapata gharama za kufanya innovation kwenye hii nyumba yako, sisi tunaomba sana kwamba tutembelee pale link. Nafikiri kwamba kuna mikopo ambaye anaitwa Jacqueline, mtakaa naye, mtajadiliana, mwisho wa siku kwamba tutaenda kufanya innovation, tutakupa hela ya kutosha. Kumbukeni huu mkopo ambao tunatoa ni mkopo wa miaka 14 mpaka 15. Kwa hiyo utakuwa na uwezo mzuri wa kufanya nyumba yako, kufanya innovation kwenye nyumba yako, ukakaa kwenye nyumba ambayo ni salama, alafu ukawa unarudisha kiasi kidogo kidogo ambayo lake ni dogo sana. Lakini pia kuna wale watu ambao wana nyumba ambayo wanataka, tunasema kuna nyumba ambazo mtu unataka upate hela. Tuseme mtu alijenga nyumba Kishapu. Sasa hivi mtu anataka aende kujenga nyumba Mwanza, na mnajua hali ya uchumi ndivyo kidogo, mambo ni mengi. Sasa sisi tunachokifanya, ile nyumba tukishafanya valuation, ile nyumba tutakupa asilimia 80 ya gharama ya hii nyumba ambayo ulijenga hapa. Ndugu zangu, mnanielewa? Lakini